This is Sponsor Podcast. Kufuatia hali ya sintofahamu ambayo inaendelea nchini kuhusiana na sakata la mfanyabiashara Niffer ama Niffer Cosmetics ama Niffer Outfit unaweza kumuita pia, na ni moja kati ya watu ambao inadaiwa kwamba ametekwa na watu wasiojulikana akiwa dukani kwake huko Sinza, na kauli ya Kamanda Jumanne Muliro imeweza kutoka rasmi na kuthibitisha kwamba na kuwatoa hofu wa Tanzania kwamba yuko mikono salama, yuko chini ya jeshi la polisi na amekamatwa, sio kwamba ametekwa. Kwa hiyo hizo zilikuwa ni taarifa tu ambazo pengine zinaleta propaganda na vitu vingine, na ni kwa sababu tu jeshi limechelewa kutoa taarifa ya kukamatwa kwake. Kwa hiyo Niffer yuko polisi na haijajulikana pia ni kitu gani, lakini Kamanda Muliro amesisitiza kwamba tumemkamata Niffer, amekamatwa, sio kama ametekwa. Kwa hiyo watu wawe na amani kwamba ataweza kushughulikiwa mashtaka yake, na basi kama ataweza kuadhibiwa ataadhibiwa na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo taharuki ambayo imezuka sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ipuuzwe na watu waendelee tu kusikilizia nini kitatokea, na ameshtakiwa kwa tuhuma gani na amefanya makosa gani ambayo amemfanya akamatwe na jeshi la polisi. Kumekuwa na sintofahamu kubwa sana kwenye nchi ya Tanzania kutokana na baadhi ya matukio ambayo yanatokea ya kutatanisha na kutokuwa na maelezo sahihi kutoka kwa jeshi la polisi. Kwa hiyo hili nalo pia ikaonekana kwa sababu ni mtu ambaye ni maarufu na ni mtu ambaye umegusa mioyo ya watu moja kwa moja. Kwa hiyo ukaona tu walitolea ufafanuzi na vitu vingine kama hivyo. So raia wengi wameomba na matukio mengine pia yaweze kutolewa ufafanuzi, maana wengine pia wametekwa, inasemekana wametekwa, wengine wanasema wamekamatwa. Kwa hiyo na wao pia watolee ufafanuzi kwamba ni kweli wametekwa au wamekamatwa na polisi. Kwa hiyo swala la Niffer tumelimaliza. Niffer yuko polisi, subiri mashtaka yake. Amefanya nini tutajuzana hapo mbeleni. Una maoni gani kwenye sehemu ya comment?